Mheshimiwa sana Baba Paroko wa parokia hii ya Mtakatifu Yohane Mwinjili Chalinze, Mheshimiwa sana Baba Mkurugenzi wa utume wa walei jimbo letu la Bagamoyo, Mheshimiwa sana Baba Lucas ambaye ni mlezi wa moyo mtakatifu wa Yesu dekania ya Bagamoyo, lakini vile vile ni mlezi wa watoto wanaojiunga shirika la Roho Mtakatifu pale Bagamoyo, viongozi wa moyo mtakatifu wa Yesu jimbo na hata parokia hii ya Mtakatifu Yohane Mwinjili Chalinze. Namuona vile vile mwenyekiti wa UWAKA jimbo la Bagamoyo, lakini vile vile mwenyekiti wa UWAKA taifa yupo pamoja nasi vile vile. Waheshimiwa waumini wote, kwa namna ya pekee wana moyo mtakatifu wa Yesu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Tunamshukuru sana Mungu ambaye ni mwema, ambaye anatuongoza katika maisha yetu, ambaye ametuwezesha kujumuika pamoja katika adhimisho hili muhimu la sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu katika parokia hii ya Mtakatifu Yohane Mwinjili Chalinze. Tunaendelea kujikabidhi mikononi mwake daima, aendelee kutuongoza. Ndugu zangu wapendwa, tunapoadhimisha sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu, linalotujia mioyoni mwetu na katika mawazo yetu na hasa katika tafakari hii, tunamuona Mungu ambaye ni upendo. Mungu anaelezwa kwamba ni upendo. Katika sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, Mungu ni upendo. Tunapoadhimisha moyo mtakatifu wa Yesu, tunamuona huyu Mungu ambaye ni upendo hayupo mbali na sisi, yuko pamoja nasi. Anatuona, anaona mahangaiko yetu, anaona huzuni zetu, shida zetu, matatizo yetu. Anatupenda sana. Wakati mwingine sisi ni wakaidi, wakati mwingine tunaenda kinyume, lakini yeye anatupenda. Ni yeye anayetuongoza kuelekea katika toba ya kweli, kuongoka, kuacha maisha ya zamani, kuishi maisha mapya. Anatupenda. Ni kutokana na hayo yote anatusamehe. Anatusamehe. Sisi ni wadhambi. Wakati mwingine tunatokanana, wakati mwingine tunasengenyana, wakati mwingine tunakatishana tamaa. Na mtu anafanya juhudi, wakati mwingine tunazima talanta za wengine. Lakini anatupa nafasi kwamba tuache mwenendo huo sio mzuri. Na tunapojiongea kitubio, yeye ni mpatanishi, tunakutana naye. Mungu ambaye ni upendo, tunakutana naye, anatupatanisha na Mungu Baba, anatupatanisha na jirani, anatupatanisha na kanisa, anatusamehe. Na si hilo tu, anatuvuta kwake kila wakati. Ndio maana ombi letu kubwa katika adhimisho la sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu ni ombi kubwa la kwamba mioyo yetu ifanane na moyo wake mtakatifu. Huu moyo wake mtakatifu ni kati ya mioyo ambayo yanasema kwamba sisi wanadamu mioyo yetu inakata tamaa, mioyo yetu ina mahangaiko, wakati fulani tunapotea. Lakini moyo wa Yesu pekee ni
moyo ambao haukati tamaa, ni moyo ambao hauchoki, ni moyo ambao kila mara unakesha, ni moyo ambao kila wakati unatuangaza. Ninyi wana moyo, mmesoma sana maisha ya Mtakatifu Maria Margarita Maria Alacoque. Mnaiona ile picha ya moyo ambao moto unawaka kutoka kwenye moyo, lakini unamwangazia mwanadamu. Alijifunua kwake huyu kama anayeungua kabisa kutoka moyoni kwa upendo kwa mwanadamu. Picha hiyo tumeiona, tunaona ni picha hiyo, lakini ndio uhalisia ambao upo Mungu anavyotupenda, Kristo anavyotupenda. Na ndio maana tunapoangalia pande zote, tunapoangalia maisha yetu kama Wakristo, la kwanza kujivunia, tumepata bahati kuitwa Wakristo. Jina hili ni neema tupu, limesheheni fadhila nyingi sana. Kuitwa Wakristo, wapakwa mafuta pamoja na mpakwa mafuta mwenyewe wa Mungu, wapakwa mafuta pamoja na Kristo, Wakristo. Na kwa sababu hiyo sisi Wakristo lazima tujivunie Ukristo wetu, si kwa ajili ya kutamba, kwa ajili ya ushuhuda, kuishi Ukristo wetu. Na ndio maana Kristo huyu ndiye anayetuongoza njia ya kuelekea kwenye utakatifu. Hatuwezi tukaongelea utakatifu kama tumjui vizuri Kristo. Hatuwezi tukaongelea utakatifu kama hatujaelewa vizuri moyo wake mtakatifu ulio wazi, unaolaki kila mmoja, usio na ubaguzi. Sisi mioyo yetu wakati fulani inabagua, nampenda huyu sinamchukia sana, lakini yeye anakumbatia wote. Kiini cha maisha yetu katika safari yetu ya kumwelekea huyu Kristo, katika kumshuhudia katika maisha yetu kama alivyotuagiza, kiini cha Ukristo wetu si hofu, naogopa kuadhibiwa, naogopa adhabu siku ya mwisho, kwa naenda kusali kwa sababu ya adhabu. Hapana, ila ni kwa sababu ya upendo. Kwa kiini cha maisha yetu ni upendo. Na ndio maana kila mara tunasema kwamba tumjue vizuri Kristo ili tumpende ipasavyo Kristo. Na kwa sababu hiyo tutakatifuze akili zetu, tutakatifuze mioyo yetu, tutakatifuze utashi wetu, ili tuwe na uchaguzi mzuri katika safari yetu ya kumwelekea Kristo. La kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na tunaona sehemu hiyo Musa anatoa kama wosia kwa Waisraeli. Ni kama safari yao sasa ya ile miaka 40 jangwani, na wakati huo ameshataarifiwa, wewe utaenda nchi ya ahadi. Kwa hawa watu, wakati mwingine ukiangalia kwa makini unaweza kufikiri kabisa kwamba hapa wakati mwingine anawaonya msiwe na majivuno. Kama wakati fulani sisi binadamu wakati mwingine tunawasindikiza wenzetu ambao wametangulia, pengine kanisani, pengine sehemu nyingine yote ile, amekufa. Unaweza kusahau kwa sababu sitakufa kwa sina afya njema. Huko ni kujisahau.
hakuna mwenye hati miliki ya dunia hii. Na ndio wanasema kwamba tusikae na vinyongo, tusikae na hasira, tusiwe na uadui, tusikae na hizo hasira kiasi kwamba tunachukuliwa wakati tuna hasira. Tupatanishwe, tusaidiane, tuongozane, tuwe wanyenyekevu katika kupokea haya. Kwa maana anapowapa wosia anawaambia, nyinyi watu nyinyi msije mkafikiri kwamba pengine Mungu amewachagua ninyi kwa taifa teule kwa sababu ya umaarufu wenu fulani. Nyinyi taifa sana, labda kwa sababu labda nyie mna nguvu sana, lakini anasema kabisa nyie wadogo sana kati ya watu kundi hili, wadogo kidogo kabisa. Si kwa sababu ya umaarufu wenu, si kwa sababu ya kitu chochote kile, ila cha kwanza amewachagua ninyi kwa sababu anawapenda. Ndio maana amewachagua, anawapenda. Lakini la pili, anatimiza ahadi alizowawekea mababu. Anatimiza ahadi. Kwa aliwapenda, na kwa sababu aliwapenda ndio maana akawatafuta, na ndio maana aliwalinda katika safari yenu. Aliona mnavyoteseka Misri katika utumwa, kwa mkono wa nguvu akawatoa katika utumwa. Pamoja na hayo, katika safari ya Waisraeli tunajua kwamba mara nyingi tu waliabudu miungu. Musa ameenda kuchukua amri mlimani, huku tayari wameshatengeneza ndama wa dhahabu wanamwabudu, na kusema huyu ndiye aliyewatoa katika nchi ya Misri. Wameshasahau. Ni hawa ambao wanaenda nchi ya ahadi, lakini pamoja na hayo wanasahau yote, na viongozi wao wanakuwa kinyume. Na sasa aliwapenda nyinyi watu, aliwatafuta, aliwaahidi, aliwalinda, aliwaongoza, aliwakumbusha kuwa waaminifu katika agano mliloweka. Aliwakumbusha. Kwa sababu hiyo ni kwa sababu anawapenda. Ndio maana tunapoadhimisha moyo mtakatifu wa Yesu, tufike kipindi sasa tujiulize, sasa kupenda ni nini? Ni kama nyimbo zinazoimbwa hizo. Tunasikiliza nyimbo zinaimbwa, unaweza kaimba ukaruka paka ukagonga na dari, lakini upendo kweli? Kupenda ni nini sasa? Na ili uchague uwe na utashi mzuri, uongozwe na neema ya Mungu, kulinda, kusamehe, kusindikiza, kuwa mwaminifu. Unaposema si kwa sababu ana sura nzuri, si kwa sababu ana umbo zuri, si kwa sababu amenipa kitu, si kwa sababu anafanya mimi nifaidi mambo haya, mambo fulani, si kwa sababu ananifurahisha. Nampenda mwenzangu alivyo, ni sura na mfano wa Mungu, na nampenda alivyo, sio anavyoonekana. Nampenda alivyo, na kwa sababu hiyo, kama nampenda alivyo, ndio maana kuna kuchagua, kuna kulinda, kusamehe, kusindikiza na kuwa mwaminifu. Kiangalia katika ulimwengu wa leo, tunaona mambo yanaenda kinyume. Wakati mwingine ndani ya familia unaweza kushangaa mwenzako ndiye anakusaliti, anakuuza. Anakuuza, amekuona unaenda kuchukua pesa benki, anawaambia majambazi kwa sababu ataenda kugawana hizo pesa. Saizi atabeba hivyo, anaenda saizi anatarudi kwa mtindo. Unamuuza, unakusalitiana.
Na si hilo tu, wakati mwingine kuna kugombana, kuna kutesana kwa sababu tu mwingine ana nguvu kuliko mwingine. Na tunaona ndio maana hata katika familia zetu kuna majeraha, kuna waliojeruhiwa, kuna wenye huzuni muda wote, hawana raha katika familia zao, kwa sababu kila siku ni ugomvi, upendo umetoweka. Na ndio maana wakati mwingine sasa ajisikie hata nyumbani katika imani yake yeye mwenyewe, mara ameenda na kanyaga mafuta, mara ameenda sio umetoka wapi, ameishia tena ametoka wapi, amebeba rundo la udongo, amejaza maji, amejaza vitambaa, mwisho keki, kama keki za upako nini, mpaka sasa anaenda saa hizi ataenda kuruka mto, anaruka mto huo, anaingia, kumbe mama anamsubiri, analiwa. Wengine wanataka kubatizwa kwa moto, wanaruka moto. Tatizo ajisikie nyumbani. Ajisikie nyumbani, akakaa akaweza kutathmini maisha yake, akaangalia imani yake, akafikiri Mungu anapatikana sehemu fulani, kumbe yuko kwake, kwenye familia yake, kwenye moyo wake Mungu yuko naye. Ndio maana somo la pili linatukumbusha kwamba Mungu huyu ambaye ni upendo, Mungu ambaye ni upendo, ukianza kupenda wewe umezaliwa kwa Mungu na Mungu anakaa kwako, kwa sababu yeye ni upendo, na kwa sababu hiyo utakaa naye milele yote, huyo Mungu ambaye ni upendo. Kwa hili swala ni muhimu, na tunaona Injili inatukumbusha bado kwamba Mungu huyu anayetupenda, tunapoadhimisha moyo mtakatifu wa Yesu, kwanza tunajua kwamba ni Mungu alimtuma mwanae pekee ambaye amekuwa sura ya huruma ya Mungu. Anapomwangalia mwanadamu huyu, amekuwa sura na mfano, amekuwa sura ya huruma ya Mungu kwa huyu mwanadamu, na anajua tulivyo, anatujua sana, tunavyokaa, tunavyoketi, anajua uchovu wetu, tumechoka kwa kutangatanga kwetu, anajua mahangaiko yetu, anajua mizigo yetu tulioibeba. Wengine sasa kwenye familia, pengine kuna usaliti kwenye familia, kuna familia nyingine imetafuta nje, labda mwanandoa mmoja ametafuta familia nyingine nje, anajua masharti yaliyopo. Sasa chike aliyobeba li mzigo lile, angalia alivyoacha familia yake, hata chakula awali, hata nyama hawajai kula, lakini familia aliyotafuta nje huko ndio anajishibia nyama kila siku. Sana naambiwa leo lazima ulete nyama, leo lazima ije hiki, anatii mzigo hilo amelibeba, anatembea naye. Kwa hiyo ni Mungu anayetuona, Yesu ni Mungu anayetuona sisi, ni Emmanuel, kwa sababu tunaposoma katika Injili ya Yohane sura ya 1 pale, akafanyika mwili akakaa kwetu, akafanya kibanda katika mazingira yetu, na katika sherehe ya Ekaristi tukamtembeza kwenye mitaa yetu, akaona walevi wanavyopepesuka, akaona vijana wetu wanavyoharibika kwa ulevi, kunywa mapombe makali, wanaharibu figo, wanaharibu afya zao. Akaona ukaidi wetu, na wakati wa Pentekosti tulimuomba Roho Mtakatifu, ulegeze ukaidi wetu, osha machafuko yetu. Bila wewe mwanadamu ana kitu. Roho Mtakatifu tuongoze, tulisema hivyo. Kwa hiyo Yesu anatujua, anajua, anatuona na anatujua na anatupenda bila masharti, na anaendelea kutupenda
hata tunapomuumiza tunamsulubisha, bado anatupenda, yuko pamoja nasi. Na ndio maana tunaposoma Injili ya Yohane sura ya 17 tutaona kabisa upendo wake mkubwa. Wakati ule anapowaga wanafunzi wake, aliinua macho yake mbinguni akiwaombea wanafunzi wake. Kuna wakati fulani anasema kwamba wanafunzi hapa nimewapa neno lako. Baada ya kuwapa tu neno lako, ulimwengu umewachukia. Lakini bado anaendelea, watakase kwa ile kweli, waweke wakfu kwa ile kweli. Kweli yenyewe ni neno lako. Waweze kuhudumia neno lako. Wanawekwa wakfu kwa ajili ya huduma ya neno la Mungu, sio kitu kingine. Wamewekwa wakfu. Sasa siombi uwatoe katika ulimwengu huu, bali naomba uwaopoe na yule mwovu. Na mwovu ndio anaingia sana. Akiona mnapendana, akiona mnafanya vizuri, ndio anaingia hapo. Kwa mfano nyewe wanachalinze, sisi ambao tumekuja wengine kutoka sehemu mbalimbali, pengine wengine hawajawahi kufika Chalinze, mlazima mkaona mambo ya hapa mazuri sana. Na ndio maana tunawapongeza sana kwa kazi nzuri mnayofanya. Wakati tunawapongeza kwa kazi nzuri mnayofanya, ni kwa sababu ya ushirikiano wenu ninyi wenyewe na paroko wenu. Na katika ushirikiano mnayofanya huu, shetani hapendi. Na ndio maana Yesu anaomba waopoe na yule mwovu. Anapita chini. Na shetani anaanza taratibu. Ni kama maji ambayo unataka kuvuka, lakini yanaenda kwa kasi, yanakupiga ngwara. Ni shetani anafanya hivyo. Anachokonoa, nenda kaseme hiki. Na anatumia wanadamu. Kwa wanachalinze, kwanza mshukuru Mungu, na vile vile kumshukuru Yesu Kristo na moyo wake mtakatifu kwamba anatupenda, na kushikamana na kuwa macho na adui mwovu. Na adui mwovu anavyokuja, anakuja kama upepo, anapuliza. Wakati ule tukiwa wadogo, labda mnakuwa kwenye nyumba ambayo ina panya ina panya wengi. Sasa panya wanavizia miguu ukiwa umelala, anakung'ata, alafu anapuliza na usikii. Ukitoka asubuhi unashangaa na kidonda kitoka wapi hiki? Kupanya ameshakung'ata. Na sasa adui mwovu naye anakuja hivi, anapuliza, alafu anang'ata, anapuliza. Na anapopuliza hivi, anang'ata, anaendelea, anaweza kaa kama mto ambao umejaa maji ya sumu. Maji ya sumu haya yanapoanza kutiririka, unajua kwamba yanaambukiza hata maji yaliyo salama. Na matokeo yake mkinywa yale maji wote mnapata madhara. Ndio shetani alivyo. Kwa tuwe dhari, tujihadhari. Ni kipindi ambacho mko katika kazi hii, na hata tunapoadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu hapa kwenu, ina maana yake. Sasa nikajua kwamba kwa nini uongozi wa jimbo walichagua wasali hapa, adhimisho kijimbo lifanyike hapa. Lakini na maana yake, mambo yote haya yanayofanyika haya tunayakabidhi mikononi mwa moyo mtakatifu wa Yesu. Ili vile vichokochoko vya chini isije vikatuharibu.
visije vikaharibu kazi nzuri iliyoanzwa. Na ndio maana tunaposafiri pamoja, sisi tunaishi kisinodi. Sinodi ya maaskofu inatukumbusha, na saa hizi tunaishi kisinodi. Tunajua kwamba kila mmoja alishiriki sinodi ya maaskofu. Tulianza kwenye jumuiya, mnaonaje nyie kutembea kisinodi? Tukaenda katika kanda, mnaonaje kutembea kisinodi? Tukaenda katika kigango, tukaenda katika parokia, mwisho majimbo, tukaenda Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, tukaenda kikanda, tukaenda bara, tukaenda mabara mbalimbali, ikaenda mpaka sasa kiulimwengu hitimisha sinodi pale Roma. Na tukaendelea sasa, wanasema sasa imeshahitimishwa, sio kwamba sasa tumefunga. Tuyaishi sasa yale ambayo sinodi inatuagiza. Na kauli mbiu ilikuwa kanisa la kisinodi. Kanisa Katoliki ni kanisa la kisinodi. Ushirika. Sisi ni washirika. Moyo mmoja na roho moja. Upendo mmoja na imani moja. Kama mimi nina jambo zuri, nitalielezea kwa upendo. Si kwa ajili ya kusimanga, si kwa ajili ya kukatisha tamaa. Ni kwa ajili ya kuongozana. Kuongozana tunapokuwa kwenye vikao vyetu. Ndio vikao hiyo tunasema ni vikao, wakati mwingine vikao vya uponyaji. Kwamba mimi naona hiki kiendi vizuri, nielezewe. Lakini kiona mnakuwa vikao vya kwenye baa, kwenye giza, unajua vikao hivi ni vya kuumiza, ni vikao vya kuua. Kumbukeni sisi jamani ni sura na mfano wa Mungu. Nasema jamani, kama Yesu ametupenda, kama tulivyosema Mungu ni upenda, ametupenda, yafaa na sisi tupendane. Somo la pili natukumbusha yafaa na sisi tupendane. Tuna mamizigo ambayo yanatuelemea. Njoni kwangu ninyi nyote mnaoelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tumkimbilie Yesu. Kwa tunapotoka kwenye kikao, kwa mfano ni cha halmashauri ya walei, ni kamati tendaji, kwa nina kitu cha kueleza, ndio pale pa kueleza, sio pembeni. Mimi nilitaka niseme hiki. Sasa kama ulitaka kusema hiki, sasa kwa nini kusema? Mbona unasema kupembeni? Unataka kujenga kanisa lako? Unataka injili ya Bwana iende mbele? Kwa sababu katika maisha yetu haya tunaongozana kwenda kwa Mungu. Sisi kama wanajimbo, kwa mfano jimbo la Bagamoyo, siku moja tukutane mbinguni. Yesu huyu ambaye tunamshuhudia, nafasi seme sana, nafasi yenu ndio hivyo. Lakini sasa nyewe wana Bagamoyo mlikuwa mnasengenyana sana nyinyi. Nyewe wana Bagamoyo mlikuwa Kristo. Cha maisha ya Kikristo, na upendo huu ni Mungu mwenyewe ambaye ni upendo, ndiye anayeongoza yote haya. Tusaidiane. Kuna mwingine lakini kuna mwingine ana nguvu, nisimdharau yule anayechechemea. Kwa sababu kuna watu walionisaidia nikawa hapa nilipo. Kwa yule naye nimvute ili tuweze kupiga hatua ya kiroho kumwelekea Mungu. Ni kusaidiana tu kutatufanya tuelekee katika utakatifu. Ubinafsi unakuwa kinyume kabisa na maisha yetu ya Kikristo. Yesu anatufundisha kuwa wakarimu. Na ukarimu wetu tunautenda katika matendo ya huruma. Matendo ya huruma, kuna matendo ya huruma ya kiroho, matendo ya huruma ya kimwili.
mwingine ana njaa hapa, lakini mwingine hajui. Nahitaji kumwelimisha aweze kutambua maisha yetu ya Kikristo. Na wewe kama muumini, mfuasi wa Yesu Kristo, uweze ukaenda kijiweni, unaanza kuwasema wenzako, bwana nimetoka kanisani kule bwana, 1 2 3 4 5. Wewe umeambiwa nendeni na amani, katangaze uliojifunza, ukayatangaze, sio kaanza wale bwana 1 2 3. Kisinodi, ushirika, sisi ni ushirika. Lakini vile vile ushiriki tunachokifanya ni cha kwetu, si cha mtu, wala si cha paroko, wala si cha askofu, ni cha kwetu. Huyo askofu huyo itafika kipindi anakufa, atapumzika kwa amani, mtala milele mpe Bwana. Nana anajua, maana yake ndio maana hata tunapoadhimisha sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu, nyewe wana moyo, muwe walinzi wazuri wa makuhani wenu, muombe makuhani wenu, na mna hiyo kazi moja wapo, walinde. Na si wana moyo tu, waumini wote. Msumbiji askofu amepigwa risasi, amefanya nini? Tumeletewa ratiba, anaenda sasa kuzikwa sasa, na amepigwa risasi, amefanya nini? Kwa hiyo tusipo kuwa walinzi na kuangalia makuhani wetu walivyo, na tukawa sehemu ya kuwaharibu makuhani, tukawaharibu washindwa hata kuishi, hata wakati mwingine hata maisha yao, mbele ya Mungu tuna mambo ya kujibu. Tukashirikiana na watu wengine kuwanyanyasa makuhani, mbele ya Mungu tuna kazi kubwa ya kujibu. Kwa yule mwamini ajue kwamba ana mchango mkubwa sana wa maisha ya padri parokiani. Pata picha, niko parokiani au niko pale jimboni, mimi askofu, hakuna mtu anayesema habari za asubuhi, au nimekuja hapa kwa mfano nyinyi tumeadhimisha misa hivi, kila mtu shauri yake, unaniangalia tu mnakimbia zenu, nitajisikiaje mimi? Asa amemaliza misa yake huyo, yeye ni kazi yake kuongoza misa, amemaliza shauri yake. Ana mapadri vile vile, yani padri anakuja hapa anaongoza misa ya kwanza, anaongoza misa ya, anatoka anaenda vigangoni, lakini bado na lenyewe lile. Ukisema hivi jamani, unamtesa, na katika kumtesa huko, yani unafanya wewe na magonjwa mengi tu. Unatufikiria hao waumini wananipendaje? Kazi zote hizi zinafanya pamoja na hayo yote nayafanya. Kwa hiyo utaona kwamba ni muhimu kwamba tuwe washiriki, na ndio maana kila mara hata sehemu nyingine ndio wasisitizia, jamani, nguzo hizi 3 za maisha yetu ya Kikristo, ya maisha ya familia zetu. Neno la Mungu, nguzo ya kwanza, anaweza kusema ni figa la kwanza unapotaka kupika chakula. Neno la Mungu, tusome neno la Mungu, tutafakari neno la Mungu. Figa la pili, maadhimisho, liturujia. Nisiishi uchumba sugu, nisidharau neema ya utakaso niliyopata katika ubatizo. Ni mwana wa Mungu, neema ya utakaso. Niweze kuhakikisha kwamba sakramenti zile ninaviadhimisha ipasavyo. Ikifika pindi mimi niko mahututi, nimwite padri, naomba uje unipake mpako, nitieni padri. Sasa mwingine akisema kwamba anakuja kumpaka mpako, padri akija ananimaliza, unaogopa.
Ninaona kabisa hapa mimi nimetenda dhambi, nijiongee kitubio, nipatanishe. Wakati mwingine tunashindwa kutambua dhambi zetu, lakini dhambi zetu tunazijua kwa sababu lazima tutathmini dhamiri zetu, na wakati mwingine tunasahau hata dhambi ya jamii, jinsi tunavyochangia kutesa watu wengine. Maana unapochangia kutesa watu wengine kwa hali yako yoyote ulio nayo, unatenda dhambi ya jamii. Ukaungame tu ukaseme kwamba mimi bwana, kwa kweli nilipokea rushwa kwa huyu maskini, nikamtibu kwa rushwa. Mimi alikuwa ameniita kwa ajili ya kufanya kitu, nikasema nilete, mimi ni fisadi. Yote haya ni dhambi ya jamii. Niende nijongee kiti cha rehema cha Mungu, niombe msamaha kwa Mungu anisamehe. Kwa maadhimisho, liturujia, Mkristo lazima pende sala. Mkristo anapoenda kanisani awe na nia, naenda kwenye misa hii, naenda natolea nia yangu kwa ajili ya kuombea familia yangu na umoja wa familia, naenda kumwombea padri, naenda kuombea umoja, naombea nchi yangu amani na haki na amani, naombea aya, naenda hivi. Siende tu nimeenda kule misa ya padri yule, na yenyewe sio misa ya padri, ni misa yetu. Ushiriki, kwa sababu mwisho wakati lazima niwe misionari. Na misionari leo si uende Kirabuni uanze kusema Mungu anafanya hivi ushuhuda maisha yangu. Na ndio maana mtaguso wa pili wa Vatikano bado unatualika kutakatifuza malimwengu kwa maisha yetu, kila mtu katika nafasi yake. Kwa yote lazima tuyaangalie. Tunapoadhimisha moyo mtakatifu wa Yesu tuangalie. Tunapokaa hapa Chalinze leo hii kwa wasaa huu mtakatifu katika adhimisho la misa takatifu, Mungu atusaidie, Mungu atuongoze. Moyo mtakatifu wa Yesu uwe nasi, na moyo mtakatifu wa Yesu ufanye mioyo yetu fanane na moyo huu mtakatifu. Yesu Kristo atufanyie hivi, tuwe wazi, tuwalaki wenzetu, tuwakaribishe wenzetu katika maisha yetu, tusafiri nao kwenda kwa Mungu. Hili tuone, maana mwisho wakati kuna jamaa mmoja, nilitoa mfano sehemu nyingine, alikuwa anaishi mwisho wakati akafa. Alipokufa akaingia kwenye moto wa milele. Akiwa kwenye moto wa milele, malaika wake mlinzi alikuwa anahuzunika, akaanza kupekua. Alifanya nini? Hakuna chema chochote alifanya. Mungu huyu aliwahi kufanya tendo jema, alimpa kitunguu maji mtu. Nilikuwa tendo jema. Mungu akasema basi kamwambie ukachukua kitunguu hicho alichotoa hicho, mnyoshee kwenye kule anapoungua kwenye moto. Akaenda pale malaika mlinzi wake akamwopoe kule. Sasa kata ameweka kitunguu maji kile, sasa na bila shikilia yale majani yale. Aliposhikilia watu wanataka kwenda naye wengi, wamemshikilia. Sasa akafanya nini najua? Akaanza kupiga miguu, piga huku watu wasimfuate, piga, kakakatika, karudi kule uchoyo. Unataka kuendewe mwenyewe. Baadaye angevumilia, angeenda pale, wangeenda na wengi tu, wangeokolewa kupitia yeye. Kwa maisha yetu yako hiyo ubinafsi na kusema kama tunampenda Mungu, wakati mwingine tunadharau wengine. Kwenye familia uwezo ukasema nampenda Mungu wakati baba yako umpende.
Kuna watu wengine wanaathirika hata kumuita mama Bikira Maria ni bahasha. Yaani kama unashindwa kumheshimu mama yako wewe aliyekuzaa, maana ukiona mtu huyu anasema kwamba Bikira Maria ni bahasha, ujue kwa mama yake hamheshimu. Lakini kama namheshimu mama yangu huyu aliyenizaa, nimekaa tumboni mwake miezi 9, akanizaa alafu ni mdharau, sasa ulikuwa bahasha mama wewe. Wapi na wapi? Lazima tuheshimu mama yangu, mama yangu wewe, na mama huyu ametoa sadaka nyingi hivi, alafu mimi nisimheshimu hivi. Kwa wengine wameathirika, wanaweza kwa nini tunamheshimu Bikira Maria? Vitu kama hivi. Na ndio maana tunapoadhimisha moyo mtakatifu wa Yesu leo, kesho tunaadhimisha moyo safi wa mama Bikira Maria. Unaenda pamoja. Kwa ndugu zangu wapendwa, tunapoadhimisha sherehe hii tujue yote haya, tuishi kisinodi, tusaidiane, si kutukanana, tuongozane, si kwa binafsi, mimi ni mtakatifu, yule si mtakatifu. Hapana, sio mhukumu wa mwenzake. Kama unamwona mwenzake na mapungufu, msaidie aachane na mapungufu ili aingie kwenye utakatifu kama wewe. Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Tumsifu Yesu Kristo.